Kwenye elimu ya sekondari sasa kutakuwa na mikondo miwili. Ya mtoto akishamaliza darasa la 6, hata sasa hivi tumeshaanza kutekeleza, lakini tutaona mtoto atasoma la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6. Anaenda sekondari, atakuta kuna upande huu na kuna upande huu. Upande mmoja ni mafunzo ya amali, elimu ya amali, mwingine ni elimu jumla. Kwa hiyo mtoto kwa kushauriana na wazazi na walimu wake watajadiliana, utachagua unaenda mkondo upi. Ukienda elimu jumla utakuwa na baadhi ya masomo ya ujuzi, lakini machache. Masomo mengi yatakuwa ni yale ya nadharia, unajifunza, unasoma. Mpaka kidato cha 4 kwenye elimu jumla kutakuwa na masomo ya vitendo ya kukusaidia wewe kuajiriwa na kuajirika. Lakini kutakuwa na masomo ya nadharia vile vile, kwa sababu nayo ni muhimu. Hatutoka tuyaache hayo. Takusoma additional mathematics, usome trigonometrics, complex number na vitu kama hivyo. Hatutoviacha kwa sababu ni muhimu sana. Tena muhimu sana saa hizi wakati tunazungumzia akili unde. Dunia inaenda kwa kasi. Kwa hiyo hatuachi hiyo. Kutakuwa na wanaoenda huko. Ukienda mkondo wa elimu jumla utasoma kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4. Ukitoka pale high school ni miaka miwili, form 5 na form 6. Baada hapo unaendelea. Kwa mfumo huu wa kwenda elimu jumla tunaita ni 1 bracket, yani elimu ya awali, 6 4 2 3 plus kwenda chuo kikuu, miaka 3 kuendelea mbele. Lakini ukiamua kwenda kwenye elimu ya amali, ukienda mkondo wa elimu ya amali badala ya elimu jumla, kule kuna masomo ya ufundi na ufundi stadi. Kwa pamoja tunaita mafunzo ya elimu ya amali. Ni ufundi na ufundi stadi. Ufundi ni technical. Ufundi stadi ni vocational, ya kawaida. Ukienda huku unapunguziwa masomo ya nadharia, unaongezewa masomo ya vitendo. Kama ni ufundi, kama ilivyokuwa Ifunda Technical Secondary School au Tanga Technical Secondary School, kama umeamua kuchukua amali aina ya ufundi, na kule lazima uwe mzuri kweli kweli kwenye hisabati na kwenye sayansi. Ukitoka kule form 4 una cheti kizuri kinachokuandaa tayari kwenda polytechnics. Utakuwa umejifunza mambo ya electrical, umejifunza building, construction na kila kitu. Kwa kuna dozi zito kidogo pale ya kusoma. Na ukimaliza form 4 unapata cheti sio cha Baraza la Mitihani Tanzania tu. Unapata pia cheti kinachotolewa na NACTIVATE, ambalo ni baraza linalosimamia mafunzo ya elimu ya ufundi na ufundi stadi. Watu wengi wanaita cheti cha VETA, lakini actually ni cheti cha NACTIVATE. Na hicho ni cheti cha hali ya juu kama umesoma amali ufundi. Ukimaliza pale, ukiingia mtaani kazi tayari. Na actually unaweza mwenyewe ukaanzisha consultancy yako kwamba unataka kujenga nyumba, mimi nakuja kufungia umeme. Lakini ukienda ukasoma elimu ya amali vocational, yani ufundi stadi, kule unaweza ukasoma michezo, sports academy. Kwa kule tuanze kuandaa vipaji vya mpira, tuweze kucheza, hata refa akijiunga na timu nyingine tuwafunge tu. Na mnaelewa nazungumza nini. Wengine wataenda kwenye musical academy. Unaweza ukaenda kule ukajifunza uvuvi, mambo ya utalii na kadhalika, vocational, all categories, na ziko nyingi na tutaendelea kuziongeza. Kwa hiyo narudia tena, kwa sababu ni muhimu sana. Elimu ya sekondari sasa imegawanyika mikondo miwili, elimu jumla na elimu ya amali. Elimu ya amali ni ufundi na au ufundi stadi. Ufundi ni technical education. Ufundi stadi ni vocational.
mafunzo ya kazi nyingine ukiacha technical skills, kwa kilimo, ufugaji, uvuvi, utalii, ukarimu, mambo kama hayo, muziki. Na kule tunakupunguzia masomo ya nadharia, tunakuongeza masomo ya vitendo, lakini tumehakikisha kwamba hata ukienda mkondo wa amali, ukitaka kwenda high school ya miaka miwili unaenda. Ndio tunasema kwamba tumetengeneza mfumo nyumbufu, flexible. Kwa hiyo mzazi asidhani kwamba mwanangu akienda mfumo masomo ya amali basi ndio moja kwa moja. Akimaliza form 4 anaweza kusema yale masomo machache niliyosoma darasani naenda sasa kwenda kufanya form 5 na form 6 niendelee. Hiyo fursa ipo. Lakini kwa kawaida waliosoma mafunzo ya amali wakienda high school, wenyewe wataenda high school ya miaka 3. Watatoka na cheti cha baraza la mitihani cha form 6 na watatoka na diploma ya miaka 3. Kwa mfano, ukisoma mafunzo ya amali ufundi, halafu ukamaliza form 4, ukaamua kwenda sasa mafunzo ya amali ufundi form 5 na form 6, utasoma miaka 3, utapata diploma. Tayari wewe ajira yako inakugonga, itakutafuta. Una diploma yako pale tayari na cheti cha form 6. Lakini unaweza kusoma ukamaliza na cheti cha form 6 na diploma ya kilimo. Unaweza kusoma ukamaliza cheti cha form 6 na diploma ya tehama, ya michezo. Unaweza kusoma ukamaliza form 6 na diploma ya music, ya kilimo, ya mifugo na kadhalika. Sasa huo ndio mgawanyo. Tumeanza mafunzo ya amali, tushaanza kidogo kidogo, tena kidogo sana. Na juzi bungeni kuna watu walisema msikimbize sana nini, wengine wanasema kimbiza sana. Tunaanza kidogo kidogo kwa sababu mafunzo ya amali yanahitaji uwekezaji mkubwa kuliko mafunzo elimu jumla. Uwezi wewe kumwambia mtoto unaenda kusomea michezo, huna uwanja wa michezo, vifaa vya michezo, walimu wa kufundisha na kadhalika na kadhalika. Bora tuchelewe, lakini tukianza tuanze vizuri. Ukamwambia mtoto sasa tunakupeleka wewe kwenda kusoma mambo ya music, hamna vifaa vya music, hamna kinanda, hamna nini, hamna walimu wa music, hamna auditorium na nini. No. Kwa hiyo tumeanza kidogo kidogo, lakini tuna matumaini makubwa kweli kwamba tutapanua. Na huko mbele ya safari, inshallah, walao mafunzo ya amali yachukue nusu, elimu jumla achukue nusu. Ikibidi mafunzo ya amali yao ni zaidi kuliko elimu jumla. Lakini tukubali kwenda taratibu, tuende tukiroll out ili wazazi wawe na imani na mafunzo ya amali.